Zaidi ya watu 20 walijeruhiwa Jumatano katika jiji la Eilat kusini mwa Israel baada ya droni iliyorushwa kutoka Yemen kulipuka karibu na hoteli katika eneo la kibiashara. Tukio hili linatokea siku chache tu baada ya shambulio jingine la droni kutoka kwa Wahouthi kugonga mlango wa kuingilia hoteli mjini humo, likisababisha uharibifu lakini bila majeruhi. Katika tukio la Jumatano, Septemba 24, mwaka 2025, walioumia walikuwa na majeraha ya aina mbalimbali, huku wanaume wawili wa umri kati ya miaka 60 na 26 wakiripotiwa kuwa katika hali mahututi na mtu mwingine wa miaka 30 akijeruhiwa kwa kiwango cha wastani. Watu wengine 19 walipata majeraha madogo, wengi wao wakikumbwa na vipande vilivyosambaa kufuatia mlipuko huo. Jeshi la anga la Israel lilituma helikopta kuwahamisha waliojeruhiwa vibaya hadi hospitali ya Soroka mjini Beersheba, huku waliojeruhiwa kiasi kidogo wakipatiwa matibabu katika hospitali ya Yoseftali iliyopo Eilat. Video za tukio hilo zilionyesha mlipuko wa drone hiyo ukitokea karibu na hoteli katika eneo lenye maduka mengi na shughuli nyingi za kibiashara. Jeshi la ulinzi la Israel lilithibitisha kuwa lilijaribu kuzuia drone hiyo kwa kutumia makombora mawili ya kujihami, lakini juhudi hizo hazikufanikiwa. Hata hivyo, walibainisha kuwa ving'ora vya tahadhari vililia kwa wakati kama ilivyopangwa katika taratibu za usalama. Hakuna kundi lililodai kuhusika moja kwa moja na shambulio hilo, lakini mashambulizi ya hivi karibuni yanaelekezwa kwa kundi la waasi wa Houthi kutoka Yemen ambalo linaungwa mkono na Irani. Tangu Machi 18 mwaka huu, wakati Israel ilipoanzisha tena mashambulizi dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza, waasi wa Houthi wamevurumisha karibu makombora ya balistiki 90 na droni zisizopungua 40 kuelekea Israel. Shambulio jingine mapema mwezi huu lililenga uwanja wa ndege wa Ramon na kusababisha uharibifu pamoja na kumjeruhi mtu mmoja kwa kiwango kidogo. Katika kujibu mashambulizi hayo, jeshi la anga la Israel limekuwa likilenga ngome za kijeshi za Houthi katika bandari ya Hodeida iliyopo magharibi mwa Yemen. Wiki iliyopita, Israel ilitekeleza mashambulizi ya anga dhidi ya miundombinu ya kijeshi katika bandari hiyo. Mwezi uliopita pia, shambulio kubwa la Israel mjini Sanaa, mji mkuu wa Yemen, liliua waziri mkuu wa serikali ya waasi wa Houthi pamoja na mawaziri wengine kadhaa. Serikali ya Israel ilionya kuwa ulikuwa ni mwanzo tu wa mashambulizi dhidi ya uongozi wa juu wa kundi hilo. Mashambulizi haya yanaongeza wasiwasi wa usalama katika ukanda huo, huku mvutano ukiendelea kuongezeka kati ya Israel na makundi yenye uhusiano wa karibu na Irani katika Mashariki ya Kati. Eneo la Eilat ambalo awali lilizingatiwa kuwa na utulivu, sasa linajikuta likiwa mstari wa mbele wa mashambulizi ya droni na makombora kutoka Yemen, hali inayoibua changamoto mpya kutoka vikosi vya ulinzi vya Israel.